Twende katika neno la Mungu. Najua niko katika series ya ulimi na dhambi za ulimi. Lakini wiki hii yote moyo wangu umekuwa mzito kidogo kuendelea pale. Nitaendelea wiki ijayo. Wiki hii yote nilikuwa nasikia nadhani kuna kitu natakiwa kukifanya kwa wiki hii. Na nashukuru Mungu alinisemesha jana, akanipa maneno mawili. Moja nimelihudumu asubuhi kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 na mstari wa 8, akisema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo nimefundisha asubuhi ya leo alimaanisha nini aliposema na Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele, leo na hata milele. Sasa mchana huu wa leo Mungu alinipa neno jingine kutoka katika kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 5 kuanzia mstari wa 21 mpaka pale mwisho. Marko sura ya 5 mstari wa 21 mpaka ule wa 48 nadhani. Hallelujah. Are you ready? Uko tayari? Neno la Mungu nasema, hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia makutano makuu, naye alikuwa kando ya bahari. 22. Twende chapu kidogo. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake alikuwa anaitwa Yairo. Hata alipomwona Yesu akamwangukia miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika hali ya kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake ili apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Kwa hiyo Yesu akaondoka akaenda pamoja naye, na mkutano mkuu wakamfuata wakimsonga songa. 25. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mateso mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa karibia vitu vyote alivyokuwa navyo, na isimfae hata kidogo, bali hali yake ikazidi kuwa mbaya. 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi la pindo lake, maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka alipogusa, naye akafahamu mwilini mwake ya kwamba amepona msiba wake ule aliokuwa nao. Mara Yesu akifahamu nafsini mwake ya kwamba nguvu zimemtoka, akageuka katikati ya mkutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona mkutano wanavyokusonga songa, nawe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata. Akaja akamwangukia miguuni mwake, akamweleza kweli yote. 34. Hata alipokuwa katika kunena, akamwambia, binti yangu, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu wale wa mwanzo. Yairo, kumbuka, ndio alikuwa amemuomba, twende ukamponye binti yangu. Wakaja watu kutoka katika nyumba ya yule Yairo, wakamwambia, binti yako amekwisha kufa, hivyo usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia neno lile ya kwamba binti yako amekwisha kufa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Haleluya. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye, akawanyamazisha makutano, akaweka pale wasimfuate naye, ila akamchagua Petro na Yakobo na Yohana nduguye pamoja na Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona kuna watu wanalia kwa magasia na wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia kwa maombolezo makuu? Kijana hajafa bali amelala
Wale watu wakamcheka sana, naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa baba yake yule binti pamoja na mama yake na waliokuwa pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule binti, yule kijana alimokuwa amelala. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Taritha kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule binti akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Wote wakapatwa na mshangao mkuu. 43. Haleluya. Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru yule binti apewe chakula. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya maneno haya ambayo umeachilia katikati yetu leo, katika jina kuu la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Leo nataka nizungumze ujumbe wenye kichwa kinachosema imani itakayokusaidia kupokea majibu yasiyowezekana. Imani itakayokuwezesha kupokea majibu ambayo hayawezekani. Yaani katika mambo yale ambayo ulikuwa unadhani hayawezekani. Imani itakayokusaidia kupokea majibu katika mambo uliodhani ya kwamba hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanadhani ya kwamba kuna vitu huwa haviwezekani katika maisha yao. Asubuhi ya leo wakati ninahudumu katika ibada ya Kiingereza, niliwaambia watu, namshukuru Mungu sana kwa sababu niliokoka kabla sijawa mfamasia. Yaani mmojawapo ya wataalamu katika kada ya afya. Nakumbuka niliokoka mwaka 92. Na tangia nimeokoka mwaka 92, nimemwona Yesu Kristo akiponya. Nimemwona Yesu Kristo akifungua. Nimeona Yesu Kristo akiwaweka watu huru. Na nilipokuwa sasa nikiendelea kukua, nikajikuta ninaenda kusoma, na kozi niliyokwenda kuisoma, degree yangu ya kwanza, nilisomea taaluma ya afya upande wa madawa. Mojawapo kati ya vitu ambavyo nilipofika shuleni niliambiwa na nilifundishwa na walimu wangu, waliniambia kwamba kuna magonjwa huwa hayaponi. Kwangu niliposikia neno hili nilisikia ni uongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilikuwa najua kuna vitu nimeshuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe nikiviombea na vinatokea ambavyo vinasemekana haviwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa macho yangu mimi nimeshuhudia, ninaombea uvimbe na unayeyuka bila mtu kufanyiwa operation. Ukiniambia nieleze ya kwamba haiwezekani kidaktari, siwezi kukukubalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa macho yangu nimeona. Kwa macho yangu nimeona ya kwamba kuna watu wana mapepo, ukiwaombea, mtu ambaye alikuwa amepagawa kichaa, hawezi kuongea na watu, anapiga watu, anapiga makelele, anakurupuka hapo chini, ukiomba pamoja naye, akiinuka, anaoinuka akiwa amerudi katika hali ya kawaida, hawezi akapiga mtu, kitu ambacho kidaktari kinaonekana hakiwezekani, lakini mimi nimeshuhudia kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeshuhudia dada ambaye ana mimba na ana bleed, na madaktari wananiambia mimba hii imetoka, lakini mimi imani yangu pamoja na yule binti inanisemesha ya kwamba mimba ya huyu binti haijatoka. Na nikawaambia nenda mkampime huyu binti hospitali. Wakaniambia mchungaji, hata tukimpeleka hospitali tunampeleka kumsafisha tu kwa sababu mimba imetoka. Mimi nawaambia hapana, hii mimba haijatoka. Na wanafika hospitali wananiambia ya kwamba mchungaji, mimba haijatoka ila inatishia kutoka. Na nikasema hata kama inatishia kutoka haiwezi ikatoka. Huyu mtoto lazima azaliwe, na hao ni miongoni mwa watoto nilionao hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kijana wangu hapa, nimewaambia asubuhi, sitaki kumtaja jina. Huyu kijana, mke wake wakati amejifungua, akiwa amelazwa Mawenzi hospitali, madaktari wananiangalia mtoto huyu, wanamwambia huyu mtoto
wanasema mchungaji, huyu mtoto imekwisha. Nikiwapigia simu madaktari wananiambia huyu mtoto hawezi akatoboa. Nikimpigia kijana wangu ananiambia baba, mtoto wangu hawezi kufa, mtoto wangu ataishi. Mimi nilishikana na imani ya kijana wangu huyo. Oh, haleluya. Na tukaomba. Nikimpigia Dionisi anamwambia Dionisi, hebu nichungulizie huko. Nasema mchungaji, yani hapa ni kama imekwisha tu, tunamtiatia moyo ili nini? Ili saa ifike mtoto afanyaje? Aondoke. Lakini kijana wangu pamoja na mimi tulikomaa. Haleluya. Miongoni mwa vijana watoto walio na nguvu wako hapa kanisani ni huyu kijana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo bado anatenda miujiza hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshuhudia mmoja ya binti zangu hapa, tunafanya maombi na anaomba kwa ajili ya mama yake ambaye yuko kule, ni mgonjwa, anaumwa HIV. Mama yake yuko katika hatua ya mwisho, lakini tunaomba hapa mama kule aliko anainuka na anarudishiwa afya yake katika jina la Yesu Kristo. Unaielezeaje hii kidaktari? Oh, haleluya. Nimeshuhudia kwa macho yangu mimi. Kwa macho yangu nimeshuhudia moja kati ya binti zangu wako hapa, ana uvimbe uko katika tumbo lake. Ghafla yuko nyumbani wakati wa ibada, ninaomba hapa, alafu anajisikia kama anataka kuzaa na anaanza kusukuma, alafu anasukuma, bonge la damu na nyama lina kama mwanamke anayezaa, anapona, anatembea. Yuko miongoni mwetu kuthibitisha kwamba kwa imani kuna mambo yanawezekana ambayo kibinadamu hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio imani ambayo nataka kuizungumzia. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ninazungumzia imani ambayo mtu anataka kununua kiwanja na wanakumwambia hapa hatuwezi tukauza na wala hauna hela ya kupanunua hapa. Anakuja na anaomba, tunaomba, wanamwachia na anauza, wanamuuzia na anapalipia katika jina la Yesu Kristo. Nimeshuhudia watu wasioweza kujenga kwa uwezo wao wakijenga. Unaielezeaje imani hii katika jina la Yesu Kristo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza imani inayoweza kufanya mambo ambayo kibinadamu yalionekana hayawezekaniki kuwezekana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimefika mahali huniambii chochote kwa habari ya huyu Mungu na kila ambacho ninakiona mbele yangu. Wakati watu wananiambia hapa uwezi ukapita, mimi imani yangu inaniambiaga unaweza ukapita. Oh, haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Kati ya watu ambao ni wagumu unaweza ukawavunja moyo ni mimi. Yaani wewe uwezi ukanivunja moyo kwa chochote. Hivi unanielewa? Umbali nimetembea na Mungu. Ni kama vile nimwambia hapa asubuhi, hakuna namna yoyote Noeli unaweza ukaambiwa wewe sio mwanamume na ukakubali. Hakuna namna yoyote. Hakuna. Namna pekee ya kuniambia mimi sio mwanamume ni uniue. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio namna pekee. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sasa hapo mimi ndio nimefika na Mungu. Oh, haleluya. Mahali ambapo unitikisi, unisogezi, unifanyi chochote. Ninajua hiki Mungu amesema kama ni kutoboa hapa, natoboa katika jina la Yesu. Haleluya. Unamwambia binti kabisa ana matiti, ana nyonyo na huko amejazia na hapa amejazia poto, unamwambia wewe sio mwanamke. Hakuelewi. Namna pekee ya kugeuza hiyo mindset umuue, ndio utaweza kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka nizungumze mifano ya watu wawili katika Biblia, watu ambao walisimama kwa imani wakati mazingira yalikuwa yanawaambia haiwezekani ukatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapozungumza hapa najua kuna mtu yuko mahali, yuko kona fulani. Inawezekana kuna jambo unalipitia na linakwambia hauwezekani. Hii biashara haiwezi ikainuka hapa. Hii ndoa haiwezi ikapona hapa. Nataka nizungumze na watu wa jinsi hiyo. Bwana asifiwe sana. Mimi nimeshawahi kuletewa ndoa. Wananiambia mchungaji, hao wakitoka kwako wanaenda kuachana. Yaani tunakuja tu, ngoja tujaribu na kwa mchungaji. Ngoja nikwambie moja kati ya kosa kubwa nimewaambia watu unaweza ukalifanya katika kanisa hili ni kuja kuongea na mimi. Hilo ni moja kati ya kosa kubwa sana. Usijaribu, mwambie usijaribu. Usijaribu. Kama utaki kupona, usijaribu.
Ila kama umeshafanya maamuzi ya kwenda, wewe nenda tu. Ukifanya kosa la kuja kuongea na mimi, nataka nikwambie huo uamuzi tunaugeuza ukiwa unanikodolea macho hivi. Ninaugeuza huku unafanyaje? Unanikodolea macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na nizungumze habari za watu wawili kwenye Biblia. Mmoja ni huyu mwanamke aliyetoka damu miaka 12, lakini mtu wa pili nataka nizungumze habari ya huyu mtu mmoja anaitwa Yairo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Miujiza miwili hii iliyotokea kwa watu hawa wawili inatufundisha kwamba Yesu Kristo ana nguvu, na ya kwamba hakuna lolote katika maisha yetu ambalo Kristo hawezi akafanya. Nasema hakuna Yesu ambalo hawezi akafanya. Nasema hakuna Yesu ambalo hawezi akafanya. Shida yako ya muda mrefu inasuluhishwa leo katika jina la Yesu Kristo. Nasema inasuluhishwa leo. Nasema Yesu anaingilia kati leo. Nasema Yesu anageuza leo. Biashara isiyokuwa na faida anageuza leo. Ndoa yenye matatizo anageuza leo. Maisha makavu anageuza leo. Nguvu ya maombi iliyopotea inageuka leo. Huyu Yesu tuliyembeba anaweza. Aliweza miaka 2000 iliyopita, anaweza leo na ataweza kesho, kwa sababu Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Oh, haleluya. Yesu anaweza. Nasema Yesu anaweza. Nasema Yesu anaweza. Huwezi ukakata tamaa leo. Umbali uliotembea na Mungu huwezi ukakata tamaa leo. Nataka nikwambia hata wewe ukikata tamaa, sisi hatuwezi tukakukubalia katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Nasema haleluya. Mimi ndiye nitakuwa mtu wa mwisho kukataa na kukubali hicho nataka kufanya. Nimekataa. Nasema nimekataa. Uamuzi unataka kufanya nimeukataa. Nimeukataa. Mwambie jina lako nimeukataa. Nasema sasa nimeukataa. Victor, unaniambiaje mimi? Mtu ambaye ana operation anakuja hapa tunaomba, alafu madaktari wakienda kupima wanasema ni nini kimetokea? Kwa sababu Kristo Yesu ameingilia kati. When Jesus say yes, no man can say no. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Unamwambiaje mwanamke ambaye alikuja kuniona ofisini kwangu akiniambia, mchungaji, umri wangu wa kuolewa umepita? Nikamwambia, nikacheka, alafu nikamwambia nenda. Alafu baada ya miaka 2 3 anakuja kuniambia, baba, nimepata mchumba, nataka kuolewa. Namwambia, wewe si ndio uliniambia hutaki kuolewa? Oh, haleluya. Unaniambiaje mtu mshirika ambaye nimemuona kwa imani akivumilia kwa miaka 10 na kumwomba Mungu, alafu baada ya miaka 10 anakumbatia mtoto, anashika mtoto, unaniambiaje ya kwamba Kristo Yesu hawezi akafanya? Haiwezekani. Nasema haiwezekani. Nimekataa ya kwamba hautafia njiani. Nimekataa ya kwamba shida ulionayo itaangamiza maisha yako. Nimekataa ya kwamba utazikwa katika tatizo ambalo limeua ukoo wenu. Nimekataa hauami huo mtaa uliofungua biashara. Nasema nimekataa vita vinavyoinuliwa kinyume nawe. Leo hii navikomesha. Nasema leo hii navikomesha. Leo hii tunaandika historia mpya katika jina la Yesu Kristo. Bwana anatengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu anafanya maji mahali pasipokuwa na maji katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu aliyekuwa anatoka damu miaka 12 alikuwa ni mwanamke najis. Sijui kama watu wanajua, lakini katika taifa la Israel mwanamke alipokuwa anaingia katika siku zake alikuwa anahesabika ni mwanamke najis. Na hata alipotoka siku zake hakuruhusiwa kuchangamana na watu, na hakuruhusiwa kuchangamana hata na mume wake mpaka amefanyiwa utakaso. Huyu mwanamke yeye ilikuwa beyond hiyo.
maana alitoka damu. Inawezekana siku ya kwanza akajua ni kawaida, kama kawaida ya wanawake wote, inaendaga siku 3 siku 4. Yeye akaona ametoboa siku ya 3, akaenda siku ya 4, akakanyaga siku ya 7, akakanyaga mwezi wa kwanza, akaona ni mwezi wa pili, akakanyaga miezi 6, akaona ni mwaka wa kwanza, ukaenda mwaka wa 3, ukaenda mwaka wa 5, inaenda mwaka wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10. Damu inaendelea kutoka na haikomi. Huyu mwanamke katika jamii ya taifa la Israeli alikuwa ni mwanamke najisi, ambaye alipewa hata mavazi ya kuvaa ambayo tokea mbali watu wakimuona wanasema najisi anakuja, usimshike, maana ulikuwa ukimshika, wewe uliyemshika ulitengwa kwa siku 7 na ulitakiwa kufanyiwa tohara, na ni utakaso ambao utakurejesha ili utakasike pamoja naye. Kwa hiyo kila alipotembea alitembea na utambulisho ambao unamwambia ya kwamba ni najisi. Huyo ndiye mtu ambaye nataka nimzungumzie leo. Huyo ndiye ambaye habari zake nataka niziseme leo katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mwanamke, Biblia inatuambia hakuna mganga hakuwahi kwenda kwake, hakuna hospitali hakuwahi kufika, hakuna kiwango cha fedha hakuwahi kutumia. Kama kulikuwa kuna network yoyote, inawezekana ulimwambia Arusha yuko daktari bingwa wa matatizo kama haya. Alifunga safari na mume wake na wakaenda kwa daktari yule. Daktari akamchunguza, akamwangalia, akamwambia haiwezekani. Wakamwambia Tanga kuna daktari wa namna hii, akaenda. Inawezekana alijaribu madaktari wote waliokuwepo kwa wakati ule, waliojulikana, lakini hakuna hata mmoja aliyemsaidia. Biblia inatuambia, najaribu kuwaza tu, akaamua kwenda hata kwa waganga wa kienyeji. Akaambiwa kuna Kalumanzira fulani yuko katika mapango ya mlima Kilimanjaro, yumkini akasogea. Wakamwambia huyu hajatosheleza, nenda kwa yule aliyo katika milima ya Same na yeye akusaidia. Wakamwambia sogea mbele zaidi, nenda yule aliyo katika milima ya Tanga, na kule alienda. Wakamwambia haijatosha, yuko mmoja yuko Sumbawanga, nenda, na kule alienda naye akutosheleza. Wakamwambia kuna mmoja huyo nifunga kazi, yuko baharini, anakuzamisha mpaka baharini chini ya sakafu, na kule alienda. Lakini Biblia inatuambia wote hawakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye mwanamke ambaye nazungumza habari zake. Biblia inatuambia alijaribu kila alichojaribu, lakini hakikusaidia. Alifanya kila alichopaswa kufanya, lakini haikusaidia. Huyu mwanamke mpaka anaandikwa hapa, inawezekana alikuwa ni mwanamke tajiri. Ningezungumza katika siku za leo, labda alikuwa na nyumba, labda alikuwa na magari, labda alikuwa na mashamba. Inawezekana aliamua ugonjwa umezidi, akauza kiwanja cha kwanza, akatibia kikaisha, akaenda cha pili, akauza, akatibia kikaisha, akaenda gari la kwanza, akaliuza, akatibia likaisha, akaenda gari la pili, akauza, akatibia likaisha, akaanza kutembea kwa miguu. Alikuwa na duka, akatumia mtaji wote mpaka akafunga. Inawezekana alikuwa na nyumba ya kwanza na ya pili na ya tatu, akauza ya kwanza, akauza ya pili. Inawezekana waliuza mpaka aliyokuwa nayo na wakaenda kupanga. Najaribu kuwaza tu, maana Biblia inatuambia alitumiwa au aligharimiwa vyote alivyokuwa navyo. Shida yako haijakufikisha hapo. Shida yako ni ndogo sana, maana haijakufikisha hapo. Kama ni kulala makaburini, inawezekana aliambiwa ukilala makaburini shida inaisha. Kama ni kulala na waganga wa kienyeji, inawezekana aliambiwa ukilala na huyu mganga wa kienyeji shida yako inaisha. Yote alijaribu, lakini shida haikuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke huyu tatizo lake lilikuwa la muda mrefu, na tatizo lake lilikuwa la maumivu makubwa. Pale Biblia inatuambia alijaribu kila alichotakiwa kujaribu, ilimgharimu kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na mwanamke huyu alitumia kila alichotakiwa kutumiwa. Aliteseka kiasi kwamba alitumia kila alichotakiwa kutumia kwa miaka 12. Usicheze na kuuguza mtu. Mimi nimemuuguza mama yangu.
ugonjwa wa figo. Miaka 9 tu. Lakini nilikuwa nasikia kama moyo unataka kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hapo tuna bima. Hapo tuna bima. Hapo inawezekana tuko 8 nyumbani kwetu. Huyu anafanya kazi huko, huyu anafanya kazi huko. Inahitajika shilingi 200,000, huyu atatoa 50,000, huyu atatoa shilingi 10,000, huyu atatoa shilingi 20,000, 200,000 inapatikana. Huyu alikuwa peke yake. Hakuwa na bima. Miaka 12. Sio mchezo. Sio mchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke huyu inawezekana tulipokuwa namtazama kwa nje, alikuwa anaonekana physically weak. Yaani anaonekana ni mdhaifu. Alikuwa anatembea, anagonga na hivi, anavaa kokoko ya juu, anatembea kwa hivi. Ghafla akabadilisha hivyo, akaanza kununua viatu vyenye kisigino kipana, alafu kutoka hapo akaenda kwenye Mosimo, kutoka hapo akaanza kuvaa malapa hata wakati unajua wakina mama huwa wananifurahisha Noel. Wakina mama. Yaani ukichunguza pochi ya kina mama hapa, inapea hizi za viatu. Alafu kuna ya 3 iko kwenye gari, wale wenye magari. Wanaza. Kwa hiyo inawezekana alikuwa na hizo kokoko zote, akitembea hivi ndio mjini. Mimi ndio mwenyewe, mimi ndio mwenyewe, mimi ndio mwenyewe. Alafu akaja kwenye nini? Mavisigino marefu. Anaanza kuburuza namna hii. Baadaye akaenda kwenye flat shoes, anatembea nazo. Baadaye flat shoes hazikutosha, inawezekana akaenda kwenye ndala. Ndipo mahali alifika. Maisha yake, lakini ile nguvu ya kutembea hivi ikaisha. Ghafla hata kutembea, Biblia inasema she was physically weak. Alikuwa amenyong'onyea kiafya. Alikuwa amejazia kila mahali, kajazia kifuani, kajazia tumboni, kajazia huku nyuma, kila mahali kajazia hapa na vitu vyote hivyo. Unaona wakina mama wanajaziaga kila mahali. Oh haleluya. Ghafla kote alikojazia flat. Usicheze na matatizo wewe. Usicheze na shida. She was physically weak. She was financially exhausted. Alikuwa ameishiwa fedha yote aliyokuwa nayo. Mtu ambaye alikuwa inawezekana anategemeza ndugu. Inawezekana alikuwa anasomesha watoto. Inawezekana alikuwa anasomesha watoto wa ndugu. Inawezekana alikuwa analipia karo za watu. Ikafika mahali yumkini, najaribu kuwaza tu, hana chakula, hata yeye mwenyewe chakula. Anaomba nauli ya daladala. Anaomba asaidiwe. Huyo ndio mwanamke ambaye namzungumzia. Huyu mwanamke mwenye imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke alitengwa kijamii. Kila mtu anayemuona anamuona najisi anakuja. Wewe hujafikia mahali hapo. Hujafikia mahali hapo. Wamekutania kidogo tu umefuria. Umevimba uso. Unalia usiku kucha. Bwana asifiwe. Umesikia tu mtu fulani kasema kidogo tu jina lako, umeacha na kuja na kanisani. Unanuna, unazira. Wananisema sana. Huyu alisemwa sana. Huyu alitengwa. Socially she was isolated. Jamii ilimtenga. Hakukubaliwa na mtu yeyote. Hakuingia mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulikuwa ukimletea mtu wa jinsi. Soma, unajua watu wengine nikizungumza haya wanaona mimi naletea mambo yangu. Mambo ya Walawi sura ya 15 mstari wa 25 mpaka 27. Angalia pale. Huyu mwanamke ndio ilikuwa angalia namna ambavyo Biblia ilikuwa ina deal na watu hawa. Mambo ya Walawi sura ya 15 mstari wa 25 mpaka ule 27. Leviticus. Angalia pale. Anachosema 15:25-27. Hallelujah. Anasemaje? Anasema na mwanamke kama akitokwa na damu yake siku nyingi. Hivi ndivyo walikuwa wanadinai. Nayo si katika majira ya kutengwa kwake. Au kama anatoka damu kuzidi majira yake ya kutengwa kwake, siku hizo zote za kutoka damu ya unajisi wake, atakuwa kama alivyokuwa katika siku za kutengwa kwake, yani anakuwa najisi. 26, angalia. Kila kitanda alicholalia katika siku zote za kutoka damu
kitakuwa kama kitanda cha kutengwa kwake, na kila kitu atakachokilalia kitakuwa najisi kama unajisi wa kutengwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. 27, na mtu yeyote atakayevigusa vitu vile atakuwa najisi, naye atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo hata chakula ulikuwa ukimpelekea, unafika mahali unamrushia hivi, maana utaki kugusa. Alafu ukikichukua kile chombo chake unakishika na mti namna hii, unakipeleka kwenye chombo maji kwanza, unakiosha. Ukuruhusiwa ukikigusa wewe usiku hiyo ni najisi mpaka jioni, na lazima uoge. Sasa hivyo ni vyombo vya kulia. Chumba chake Dennis hakuna mtu alikuwa anataka kuingia. Ukiingia chochote, hata kama alishika mlango hivi na wewe ukaje ukaugusa, najisi mpaka jioni, na ukaoge. Kwa hiyo hata nyumba tulimtengenezea nyumba ya pembeni ya peke yake atengwe. Huyo ndio mwana. Wewe hujafika hapo. Shida yako na tatizo lako halija kufikisha hapo. Sasa mchungaji, watu wamenitenga. Wewe hujatengwa, wewe hujatengwa. Kuna watu walitengwa na hawakumwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke pamoja na hali zote alizopitia hizo za kutengwa na tatizo lake la muda mrefu, lakini hakumwacha Bwana. Alikuwa anajua jambo hili. Zaburi ya 34 mstari wa 18. Hili ndio neno lilikuwa linampa tumaini katika moyo wake. Zaburi ya 34 mstari wa 18. Anasema 34 mstari wa 18, sio 14, 18. Anasemaje? 18. Anasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Hata alipokuwa amevunjika moyo, alikuwa anajua tu Mungu yuko pamoja nami, na waliopondeka roho yuko kwa ajili ya kuwaokoa. Alikuwa anajua tu kuna siku msaada wangu utakuja. Inawezekana huyu mwanamke alikuwa amesoma Isaya sura ya 53 mstari wa 3 mpaka wa 5. Inawezekana alikuwa amesoma hasa ule mstari wa 4 na wa 5. Huyu mwanamke inawezekana alisoma hii sura Isaya sura ya 53. Angalia ule mstari wa 4 na wa 5. Tusome ule wa 4 na wa 5. Anasemaje? Hakika ameyachukua masikitiko yangu. Alijua tu Mungu pamoja ninapitia haya, lakini najua tu umeyachukua masikitiko yangu, umejitwika huzuni zangu, na tumekudhania kama umepigwa na Mungu na kuteswa. 5. Anasema hivi, bali umejeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, umechubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, na adhabu yetu iko juu yako, na kwa kupigwa kwako mimi nitaponywa tu. Huyu mwanamke alijua hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alikuwa tatizo lake lilikuwa la muda mrefu na lenye maumivu, lakini pia huyu mwanamke kilichomsaidia sana, alipata taarifa ya kumsikia Yesu. Ngoja niseme na mtu fulani hapa hivi ambaye amekuwa mzembe wa ibada. Sikiliza, usiruhusu shida unayoipitia ikutenge na Kristo. Usiruhusu shida inayokupitia ikutenge na kanisa. Shetani, moja kati ya vitu atakavyofanya vya kwanza katika maisha yako, atahakikisha anapigana na ibada yako. Atahakikisha anakutenga na Mungu wako. Namba 2, atahakikisha anakutenga na watu watakao kusaidia. Bwana asifiwe. Katika maisha yangu ya utumishi nimeshuhudia watu wengi sana wanapotaka kuingia katika hatua ya kubarikiwa kwao, kifedha, kihuduma, kimaisha, mara nyingi sana huwa kuna nguvu inakuja inawasukuma. Ni muhimu sana kujua ya kwamba sio kila upepo unaokuja kwako, sio kila sauti ya mafanikio inayokuja kwako inakuja kwa lengo la kukuingiza katika mafanikio unayoyaona mbele yako. Mengine yanakuletea ni kama vile mimi ni mfamasia. Tukitaka kumlisha mtoto dawa chungu, tunaipaka sukari juu yake. Kwa hiyo mtoto akila anasikia sukari tamtamu, lakini ndani ya sukari tumeficha uchungu. Na ndivyo ambavyo shetani huwa anafanya. Atakutazamisha linaonekana ni jambo jema, jambo la kimungu sana, lakini ndio linakutoa hivyo katika baraka yako. Bwana asifiwe. Nimekaa kwenye huduma na kwenye maisha vya kutosha sasa kuelewa ya kwamba kuna watu shetani huwa anawategea mitego ya mbali ambayo inawasukuma mbali sana na baraka ambayo Mungu ameikusudia. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke alikataa kuondoshwa katika Yesu. Moja kati ya kitu ambacho huyu mwanamke alihakikisha amekipata maisha yake yote, alihakikisha anasikia ya kwamba Yesu yupo. Na nguvu yako na uponyaji wako uko katika kusikia kile Yesu anasema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe.
Biblia inasema hivi, na aliposikia ya kwamba Yesu yuko mjini. Wewe umesikia nini? Na aliposikia ya kwamba kuna anyo conference, na aliposikia kuna ibada MTBC ya kuombea matatizo sugu, na aliposikia kuna mchungaji MTBC Bishop Dickson anaonaga watu bure. Huyu mwanamke aliposikia hivyo, Bwana Yesu asifiwe, akachagua kutokuangalia mazingira alionayo. Huyu mwanamke alikuwa na kila sababu ya kuangalia hali alionayo. Kwanza, inawezekana alikuwa na nguo moja tu. Pili, inawezekana alikuwa ameshakuwa maskini kiasi kwamba hata nguo alizonazo hazijitoshelezi kumfanya aonekane vizuri mbele ya watu. Tatu, alikuwa ananuka. Usicheze na kutoka damu miaka 12 na hakuna mtu wa kukusaidia kufua. Wewe mwenyewe ndio ukajifulie vitu vyako, ukajifulie chombo chako, ndio ukakioshe. Umenielewa? Ikiwezekana hata chakula chako ujipikie mwenyewe. Kwa hiyo wanakuletea vyakula, watakutengea hapo, utapika mwenyewe, utajioshea vyombo vyako mwenyewe, maana hakuna mtu anataka kugusa. Huyu mwanamke ndio alivyokuwa. Lakini Biblia inasema na aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi. Hakuwa hata na ujasiri wa kuwafesi watu usoni. Alikuwa anawanyemelea watu kama jambazi, nyuma kwa nyuma. Ndio hivyo. Kwa sababu hata alikuwa akiwaona watu wanakuja hivi, yeye kwa kuwa ni najisi, alikuwa lazima aanze kupiga kelele, najisi, najisi, najisi. Kwa hiyo watu wakimwona najisi, wao wakati anasema najisi, huko anajitenga, najisi, 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 anajitenga ili wafanyaje? Wapite. Maana kisheria hakuruhusiwa kuwakaribia, kisheria hakuruhusiwa kuwagusa, na kama angewagusa kwa makusudi alikuwa anatakiwa kupigwa mawe mpaka kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke akasikia habari za Yesu. Na aliposikia habari za Yesu, moja kati ya vitu vya msingi sana ambavyo ni vya muhimu sana, usiruhusu unapopita katika shida yoyote walimu wako wakazuiwa usiwasikie. Walimu wako hakikisha unaendelea kuwasikia hata katika shida unayopitia. Kwa sababu walimu huwa wanafanya hiki. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Mwalimu yeyote wa kwako katikati ya shida yako huwa anafanya kitu hiki. Angalia Warumi 10:17. Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Mwalimu anapokuwa anazungumza anakuambukiza imani. Huyu mama alisikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, ile kusikia habari za Yesu ikaambukiza imani katika maisha yake. Najua umejikatia tamaa, najua umefika mwisho, lakini neno hili ninalolizungumza leo liambukize imani katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Yohana sura ya 6 na mstari wa 63 anasema hivi, Yohana 6:63, na maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Natangaza katika jina la Yesu Kristo ya kwamba maneno ninayoyasema kwenu saa hii yageuke kuwa roho na yageuke kuwa uzima. Yazungumze na shida yako, yazungumze na ugonjwa wako, yazungumze na hali unayoipitia. Nasema leo hii unainuka, nasema leo hii unapona, nasema leo hii unainuliwa, nasema leo hii Mungu anaingilia kati maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Nimefanya dhambi kwake, anaweza akanisafisha, anaweza akanitakasa. Leo hii umkimbilie Yesu. Ukija kwa Yesu atakupokea. Yesu hawakatai watu. Leo anakupokea na anakupokea jinsi ulivyo. Leo Yesu anakuinua, anainua hali yako, anainua uchumi wako, anainua maisha yako. Kuna mtu namuona anainuka, kuna biashara naiona inainuka, kuna kazi naiona inapona, kuna kampuni naiona inainuliwa, kuna maisha ya mtu yana
inajengwa leo. Nasema kuna afya ya mtu inaimarishwa saa hii. Nasema saa hii kuna mlango uliokuwa umefunga wa mtu fulani unafunguka saa hii katika jina la Yesu Kristo. Sauti nyingi zimezungumza, lakini leo Mungu anazungumza jambo jipya. Unainuka tena, unajengwa tena, unarejeshewa tena. Nasema Kristo anaingilia kati maisha yako. Nguvu ya urejesho inakuja katika maisha yako. Bwana anafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu anatokeza maji mahali pasipokuwa na maji. Bwana analeta uponyaji mahali walisema huwezi ukapona. Mungu analeta mtaji mahali walisema hakuna wa kumsaidia. Pigia tu simu mara 2, umenuna umefura kama kifutu. Huyu mwanamke kwa miaka 12 hakuna aliyekuwa anampigia simu. Huyu mwanamke kwa miaka 12 hakuwahi kukaa sebuleni pamoja na wenzake. Aliishi maisha ya uchungu, aliishi maisha ya huzuni, aliishi maisha ya kukataliwa, aliishi maisha ambayo hakuna mtu angetamani kuwa pamoja katika maisha yake. Alijiona mpweke, alijiona asiyefaa, alijiona wa kukataliwa, alijiona asiyestahili. Lakini siku ya siku Biblia inatuambia habari njema. Alisikia habari za Yesu. Leo hii unasikia habari za Yesu. Nasema unasikia habari za uponyaji wako, unasikia habari za kuinuka kwako, unasikia habari za kugangwa tena katika maisha yako. Oh, hallelujah. Amen. She heard about Jesus Christ. Alisikia kwa habari ya Yesu. Akamsikia Yesu. Yesu anapita saa hii katika maisha yetu. Anapita MTBC, anapita katikati ya biashara yako. Walisema haiwezi ikainuka. Walikwambia umekuwa mzee sana uwezi ukaolewa. Wamekwambia umekaa sana kwenye ndoa uwezi ukashika mimba. Haya yote ni mauongo waliokuambia wanadamu. Leo hii nina habari njema. Amechubuliwa kwa ajili yetu, amepigwa kwa ajili ya dhambi zetu, makosa yetu amepigwa kwa ajili yake. Na Biblia inasema kwa kupigwa kwake leo ninapona. Nasema napona HIV, nasema napona kansa, nasema napona figo. Figo zangu zinarudishiwa uhai katika jina la Yesu. Matundu katika moyo wangu yanazibwa leo. Moyo uliopanuka unarudi katika nafasi yake. Damu ambayo ina shida inarudi katika uhai wake. Maisha yaliyonyong'onyea yanainuka tena. I'm rising again. I'm rising again. Nainuka tena. Nainuka tena. Nainuka tena. Nainuka tena. You are rising again. Wewe hujatengwa. Nasema wewe hujatengwa. Wewe hujatengwa. Wewe hujatengwa. Kristo alihakikisha mwenye haki wake haoni uharibifu. Nasema hautaona uharibifu. Ugonjwa huo sio wa kukuua. Maradhi hayo sio ya kukuua. Hicho kinachopita kwenye biashara yako hakiui kampuni yako, hakiui uchumi wako. Hayo waliokutengea, hayo waliokutengenezea. Sikiliza Noeli. Huyu mwanamke akaona kiwingu cha watu. Maana Yesu Kristo aliona kiwingu cha watu. Yesu Kristo alikuwa anatembea na kiwingu cha watu. Kwa hiyo alikuwa anaenda na wingu la watu. Huyu mwanamke akaona wingu la watu. Akasema hao watu watanizuia. Inawezekana alipoanza kutoka nyumbani kuna mtu akamwona. Maana kanuni ilikuwa lazima atembea anasema najis. Kwa hiyo alipotoka nyumbani inawezekana akaanza kutembea anasema najis. Akapiga hatua ya kwanza najis. Akasogea hatua ya pili najis. Lakini akasema hapana. Leo nauendea uponyaji wangu. Nimechagua vyovyote wanavyoniona, vyovyote watakavyonisema. Kama ni kupigwa na mawe acha wanipige, lakini mimi sio najis. Biblia inasema akaisahau hali yake, akachagua kwenda beyond the obstacles that are in life. Akachagua kwenda zaidi ya vizingiti alivyowekewa. Inawezekana umekuwekea kizingiti cha kodi ya nyumba, inawezekana umekuwekea kizingiti cha karo, inawezekana umekuwekea kizingiti cha madawa ya hospitali. Leo nimekuja kukuambia we are going beyond hiki kizingiti katika jina la Yesu. Nasema lazima ukivuke. Nasema lazima ukivuke. Nasema lazima ukivuke.
Wewe unielewe. Safari hiyo haikuwa ya uponyaji wake, maana kuna mtu mmoja mwenye hela alikuwa mkuu wa sinagogi, alileta mwaliko kwa Yesu. Kamwambia Yesu, mwanangu anaumwa, twende ukanisaidie kumponya. Huyu mama hakujali, akasema naisimamisha safari ya mtu mmoja na uchelewesha muujiza wa mtu mmoja. Leo hii hainipiti, hii ni ya kwangu. Nasema leo hii hainipiti. I don't care nani kamwalika Yesu. Mimi sijali nani kamwalika Yesu, lakini ninachojua ni jambo moja, lazima anihudumie kwanza kabla hajamhudumia mtu mwingine. Na akasema nikisubiri waniite mbele, hapa haitatokea, hapa nailazimisha. Mwambie jirani yako unalazimisha. Mwambie nalazimisha. Muujiza wangu nalazimisha. Kwa imani nalazimisha. Akasema na ulazimisha. Yes. By force, by fire. By force. I say by force, by fire. By force, by fire. I say by force, by fire. Yes. I say by force, by fire. Yes. Kuna mtu mmoja umepangiwa operation wiki inayokuja, leo tunaulazimisha. Yes. Muujiza katika jina la Yesu. Yes. Nasema tunaulazimisha. Yes. This is the last time unameza dawa. Nasema hii ni mara ya mwisho unameza dawa. Ya mwisho. This is the last time. Mara ya mwisho. It is the last time. Mara ya mwisho. I say it is the last time. Nasema ni mara ya mwisho. I say it is the last time. Nasema ni mara ya mwisho. Yule mama akanyamaza, akasema sijiiti najisi tena. Akapiga hatua ya kwanza, kwa sababu watu wote walikuwa wamekazana kumwangalia Yesu. Kila mmoja amekazana kumwangalia Yesu. Kila mmoja ameng'ang'ana namna hii, anataka kumsonga Yesu, anataka kumgusa Yesu. Sikiliza, kuna watu wanamgusa Yesu Kristo physically, lakini kuna watu wanamgusa kiroho. Kuna watu wanamgusa Yesu hawaondoki na chochote. Kuna watu wanamgusa Yesu wanaondoka na kila kitu. Yes. Oh my Lord, my God. Yes. Akasema acha wapapase, acha waguse-guse, ila mimi nikigusa itaeleweka. Mwambie jirani yako itaeleweka. Anyo conference hii kila mtu ametoa hela, ila mimi ya kwangu natoa, na itaeleweka kwenye biashara yangu. Pataeleweka. Yes. Kila mmoja anapanga kuhudhuria anyo conference, waache, watakuja tu wanang'ang'ania, ngoja tupapase. Akasema acha wapapase, lakini mimi nikija la kwangu mwisho. Kuna mtu nitamshika vazi lake aondoke na upako aliokuja nao. Nasema aondoke nao. Mama alipofika kwa watu wamesonga namna. Nipata watu watano hapa. Njoo watu watano hapa. Bana kabisa. Hao watu ndio, si ndio watu wanaosonga eh? Huyu mama akajaribu hapa pitiki, akajaribu hapa pitiki, akajaribu hapa pitiki, akasema hawanijui hawa. Mama akasema kuna njia wameisahau hii. Mama akaenda chini, alafu akapita, akaenda kwenye vazi analishika hili, sio Yesu. Akaenda huyu Petro, akaenda akamgusa huyu Yohana, huyu akaenda akasema ndio huyu, ndio mwenyewe, akaweka hivi. Sikiliza, kuna wakati unavunja protokali, kuna wakati unavunja taratibu. Yes. Kuna wakati you go extra. Yes. Shida yako, matatizo yako umekuwa unayachukulia kistaarabu. Umeyaita tena matatizo yangu, dawa zangu, ugonjwa wangu, hali yangu, shida yangu. Huyu mwanamke akasema leo ni mwisho, sina shida yangu. Kuna namna mimi nitamgusa ambayo hakuna mtu mwingine amewahi kumgusa, katika jina la Yesu Kristo. Nasema kuna kijana anakuja anyo conference, haondoki hapa akiwa kama alivyokuja, anaondoka hapa akiwa amepropose kwangu kama mme wangu, katika jina la Yesu. Yes. Shida yako umeachukulia mambo kawaida tu. Unasikiaga semina imetangazwa, unasema tu nitaenda. Ukija hapo unaruka yawe.
Hatuje kuimba ya wiko, tumemaanisha serious business. Huu ni wakati wa kuvuna. Haya ni majira yetu. Haya ni mahali ya kubadilisha historia yangu. Ni saa ya kubadilisha hatima yangu. Kuna watu wanakuja kwenye conference hii wanaondoka na watoto wao. Kuna watu wanakuja kwenye conference hii wanaondoka na mimba zao. Wanaondoka na waume wao. Wanaondoka na magari yao. Wanaondoka na biashara zao. Wanaondoka na maisha yao. Wanaondoka na huduma yao ikiwa imebadilishwa. Wanakuwa kama huyu mwanamke ambaye anasema nataka nimguse Yesu. Yesu akaguswa. Yesu alipogusa ilikuwa ni kama shoti ya umeme imepiga. Ilipopiga, Yesu alikuwa na 240 volt, amejaza voti 240. Ghafla anaona taa ya simu yake ina blink. Chaji imeisha. Chaji imeisha. Chaji imeisha. Chaji imefanyaje? Chaji imefanyaje? Yesu akageuka. Alikuwa anaangalia hivi. Yesu akageukia. Akamwambia kuna mtu kanigusa. Akatoka Petro kielele. Kuna watu mmezuiliwa miujiza yenu na kina Petro. Petro akamwambia Bwana, vipi Bwana wewe? Hawa wote hawa unawezaje kusema kuna mtu amekugusa wakati sisi wote tunakugusa? Yesu akamwambia, ninyi mnanigusa mwili, kuna mtu amechukua kitu maishani mwangu. Wakasema, Bwana Yesu, usitupotezee muda, tuendelee na safari. Yesu akakaza macho akasema, kuna mtu kanigusa. Biblia inasema wale watu wote wakaanza kuangaliana, nani sasa kagusa? Ghafla wanamuona mwanamke akiwa na vazi ambalo hakustahili kuwa miongoni mwao. Ghafla wanaanza kusikia nguo zinazonuka. Biblia inasema yule mwanamke alipogundua ya kwamba hawezi kufichika tena, moja. Namba 2, amepona msiba wake. Na 3, akashindwa kujizuia. Akamwambia, Bwana, mimi ndio nimekugusa. Sikiliza Yesu alivyosema. Yesu akamwambia hivi, yule mwanamke akaingiwa na hofu kuu, kutetemeka, akijua lilompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Sikiliza mstari unaofuata. Yesu Kristo akaanza kufanya kitu, na hiki ndicho kitu ambacho kinaenda kutokea kwako katika maisha yako. Hiki ndicho kitu kinaenda kutokea kwenye biashara ya mtu. Hiki ndicho kitu kinaenda kutokea katika maisha ya mtu mmoja. Yesu akamwambia hivi, binti yangu, imani yako imekuponya. Ninatangaza katika maisha ya mtu leo ya kwamba kuna mtu alikuwa ameanza kuishi maisha ya kutokuwa na imani. Imani yako inainuka tena katika jina la Yesu. Kuna imani ya mtu inarudishwa. Alafu Yesu akamwambia hivi, akamwambia imani yako imekuponya. Lakini kabla ya kumwambia imani yako imekuponya, sasa mimi ni mwalimu wa neno. Hebu mwambie huyu ni mwalimu wa neno. Unajua kuna watu wengine sisi walimu wa neno, alafu mimi ni mtume. Mimi mwalimu wa neno alafu ni mtume. Haleluya. Sasa moja ya sifa ya mitume ni hii. Tunaposoma maandiko huwa tunapewa uwezo wa kuona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Unataka nikuonyeshe vitu ambavyo wengine hamvioni? Haya, twende taratibu. Anasema hivi, akamwambia koma. Umeiona hii? Akamwambia koma. Sasa hiyo kwa walimu koma ina maana yake kwamba akamwambia ni kitu kinajitosheleza, ndio maana kimewekewa koma. Kama kingekuwa hakijitoshelezi, kingeenda mpaka mahali ambapo anastahili kuwekewa koma. Tuko sawa? Kwa hiyo neno kumwambia. Kwa hiyo ili utoke katika shida yako unahitaji neno. Ndio maana anasema akamwambia. Unanielewa? Ili utoke unapopitia unahitaji neno. Ndio maana Yoshua aliambiwa 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari yote yaliyoandikwa humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Zaburi ya 1 anazungumza mtu yule anayekaa katika neno la Mungu, huyo ndiye ambaye anastawi pia nini? Sana. Sasa usiende huko. Leo sifundishi, leo nahubiri. Leo mimi ni mwinjilisti, mtume na kila kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimevaa evangelistic anointing. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Turudi pale, akamwambia. Sema hivi, akamwambia. Akamwambia. Sema tena, akamwambia. Akamwambia. Na ndio maana ile Yohana 6:33 akasema, na maneno haya ninayowaambia ni roho tena. Kwa hiyo unachohitaji ni roho. Rumi 10:17, Warumi 10:17 anasema basi imani chanzo chake ni nini? Kusikia. Sio kusikia maneno, kusikia neno. Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu, si ndio? Alafu mstari wa 14 anasema vyote vilifanyika kwa huyo neno, na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Yohana 15:5 anasema pasipo mimi ninyi yeye nani? Neno. Pasipo neno wewe huwezi neno. Kwa hiyo unachohitaji, uzima wetu na nguvu yetu iko katika nguvu ya kusikia. Kwa hiyo akamwambia koma. Kwa hiyo kumwambia ni neno linalojitosheleza. Unahitaji neno. Mungu amekwambia nini kwa habari ya hali ulionayo? Kakwambia kitu gani? Shida ya wengi hamtoki kwa sababu hamsikilizi mlichoambiwa. Jambo la pili, Mungu akamwambia hivi. Kwa hiyo akamwambia koma, alafu akasema binti yangu. Neno binti kwanza alijaanza na herufi ndogo, yaani kwa sababu alikuwa hamjui jina. Kwa hiyo neno binti linasimama kama jina, yaani kwa maneno mengine hapa angesema Dickson au Elizabeth au Nice au Faraja, kama angekuwa anamjua jina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu anapozungumza binti yangu hapa, anarudisha utambulisho wa huyu binti, wa huyu mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaitwa najis. Kwa hiyo kila jina lilishabadilika, hana jina tena, ila kila anapotembea najis, najis. Kwa hiyo hata watu walikuwa kaa hapa, watu wakitaka kumtambua kwa urahisi wanaita najis, anainuka. Walishasahau kuita jina lake, kwa hiyo walikuwa wanaita najis. Kwa hiyo Yesu anarudisha identity. Moja kati ya kitu matatizo yanafanya, matatizo huwa yanaharibu identity za watu. Mtu ni mchungaji, alafu amepigika na watu wamempiga na maneno yamempiga, anarudi anasema basi mimi niko tayari nikae tu hata kama mshirika. Yani imeharibu, umepiga identity. Mama kaolewa nyumbani kwa bwana, alafu yule bwana amekuwa kiruka njia, ana vimada huku na huku, anasema tu basi na mimi ngoja tu nikae kama kimada tu hapa nyumbani. Kwa hiyo anaondoka kwenye nafasi ya mke, anaingia kwenye nafasi ya kimada, anaona tu na yeye kama mlezi tu wa watoto. Hata jina lake haitu tena jina lake, anaitwaga Mama John, Mama Amina, yani haitwagi jina lake. Wamekupoteza nini? Utambulisho wako. Bwana asifiwe sana. Bwana, adui atapigana na utambulisho wako, ndio kitu cha kwanza atakachopigana nacho. Kwa hiyo huyu Yesu anamletea neno, lakini neno cha kwanza inarudisha nini? Ndio maana anamuita binti. Yaani pale kwenye neno binti, angekuwa anamjua jina, angemwambia jina lake, angemwambia Grace, angemuita Boaz, ila kwa sababu alikuwa hajapata kumjua ni nani. Kwa hiyo ndio maana neno binti limeanza na herufi kubwa, likimaanisha ni jina lenye lengo la kurudisha identity. Huku anatambulika kama najisi. Kwenye Kiingereza kusoma anasema daughter. Daughter maana yake, au binti, maana Kiswahili binti linakosa maana. Binti, wewe ni binti, wewe ni binti, wewe ni binti. Nikisema daughter, yani ni kama vile unavyomwona Blessing. Mimi namuona Deborah, namuona Dorcas, mtoto uliyemzaa ambaye inaonyesha ni mahusiano zaidi. Umenielewa? Umenielewa? Kwa mfano wengi ambao nawatumiaga message hapo utasikia nimeandika mwanangu, alafu kuna mwingine anaandikaga mwanangu wa thamani. Kwa sababu wewe nilisha kutoa kwenye wanangu, ila nilisha kupeleka kwenye wanangu wa thamani. Yaani wewe ni kama mtoto wangu wa kuzaa kabisa. Ndio maana nimekufikisha kwenye hiyo nini? Level. Sio kila mtu namfikisha kwenye hiyo level. Mahusiano. Kwa hiyo Yesu, neno linalotumika la Kiingereza sio binti ile tunaloona la Kiswahili. Neno linalotumika ni binti wa kumzaa au mtoto wa kumzaa. Mtoto wangu wa kike wa kumzaa. Ndio neno linalotumika hapo. Daughter. Tuko sawa? Kwa hiyo anasema binti, yani fulani, nikirudisha utambulisho wako. Kwa hiyo jambo la pili Kristo alifanya. La kwanza amempa neno, yani kumuita, sababu ndio neno mwenyewe. Ya pili anarudisha utambulisho wake. Cha tatu anamwambia hivi, imani yako imekuponya. Hii imani imetokea wapi? Pale juu
anasema aliposikia Yesu anapita. Kwa hiyo akamwambia unachokihitaji kutoka katika hali yako ni imani. Wengi mmetembea kwenye makongamano ya maombi na maombezi, mnaombewa mnaanguka, mnaombewa mnalipuka mapepo, mnaombewa mnakimbia kama vichaa, alafu mkirudi mko na hali zile zile. Shida ni nini? Imani. Ukianguka Veira, ukiinuka upone. Kiwango chako cha imani kiamue uponyaji wako. Sasa sio mbaya kwenda kwenye makongamano ya maombi, na mimi na wasapoti wahubiri wa kongamano la maombi, mimi siwakatai. Haleluya. Na ndio maana hata kwenye annual conference nimemleta mmoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawavurumusha hapa mpaka mtaelewa. Oh haleluya. Oh haleluya. Na nimewaleta hapa mitume, watawavurumusha hapa mpaka mtaelewa. Oh haleluya. Hali yako haitabaki jinsi ilivyo, lakini baada ya kuanguka Victor, usiinuke na ugonjwa ulionao. Imani. Imani. Uwe na kiwango cha imani. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 17 mstari wa 21, anasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba, lakini inaanza kwa imani. Akasema mtu akiwa na imani kama punje ya haradali. Sasa haimaanishi imani kidogo, lakini imani yenye uwezo wa kukua. Unaamini nini? Kuna mtu anasema mimi umri wangu ulivyoenda siwezi kuolewa tena. Mimi hii hali walishaniambia ugonjwa huu hauponi, nataka utoke hapo. Hakuna ugonjwa ambao hauwezi kupona. Nazungumza kama mfamasia, mtumishi wa Bwana. Hakuna ugonjwa hauwezi kupona. Mimi nimeona Noeli watu wenye pumu wakiinuka. Mimi nimeona watu ambao wengine wana vidonda sugu, vidonda ndugu ambavyo haviponi. Nimeona vinakauka na wanapona. Mimi nimeona wakina mama walioambia oh my Lord. Hata wiki hii kuna binti mmoja alipimwa hospitalini, wakamwambia kabisa uwezi ukashika mimba. Akarudi nyumbani akakaa mwezi wa kwanza, sijui mwezi wa kwanza, sijui mwezi wa pili. Anarudi kwa daktari kupima, anaambiwa una mimba. Daktari mwenyewe anashangaa, anamuuliza imetokea nini? Ulienda wapi? Yaani huyo ndio Mungu ambaye tunamzungumzia. Oh haleluya. Anasiwie. Nazungumza habari za Mungu huyo. Mungu ambaye anafanya beyond human expectation. Imani. Haya yote yanatokea kwa imani. Bwana asiwe sana. Mimi sina kitu cha kuwapa, mimi sina uponyaji wa kuachilia kwenu, lakini imani ulionayo wewe tukiunganisha na imani yangu, lazima kitu kitokee. Waebrania 11:6 anasema maneno haya. Waebrania sura 11:6, yeyote anayemwendea Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu yupo na ya kwamba Bwana anatoa vipawa vyema kwa wale wanaomwendea kwa kweli. Ukimwendea Mungu lazima akuponye. Kwa yule mwanamke akaponywa. Oh haleluya. Alipoponywa yule mwanamke, Yesu akamwambia binti yangu, imani yako imekuponya. Alafu akamwambia hivi, enenda zako kwa amani. Jambo la 4 Yesu atakaloliachilia kwako, ataachilia amani. 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 Nasema nakutangazia amani. Nasema nakutangazia amani. Amen. Nasema nakutangazia amani. Amen. Natangaza vita vyako vimekoma. Amen. Natangaza mashambulizi yako yamekoma. Amen. Nasema hali iliyokutesa imekoma. Amen. Chochote kilichokuwa kinazungusha na kutesa mwili wako na maisha yako kimekoma. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Amani ije kwako katika jina la Yesu. Amen. Oh haleluya. Alafu akamwambia hivi, uwe sasa, kuna tofauti ya kuponywa na kuwa na uzima. Ngoja nikupe mfano. Ukimwangalia mgonjwa wa ukoma, ndio naomba niutumie huo. Ugonjwa wa ukoma huko hivi. Moja kati ya kitu kinafanya ugonjwa wa ukoma huwa inashambulia viungo. Mtu aliyeponywa ukoma, vidonda huwa anakuwa na mavidonda mengi. Kwa hiyo anayeumwa ukoma akiponywa vidonda vinakauka. Huyo amefanyaje? Ameponywa. Mtu ambaye ni mzima wa ukoma, yani vidole vinaota tena. My Lord. Walidhani mtaji wangu umeisha. Amen. Na wakanicheka. Amen. Nainuka tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Walidhani huduma yangu imeisha, ndio inainuka tena. Walidhani huyu mwanamume amenifukuza na ya kwamba siwezi kuolewa, anakuja mwanamume mwingine ananioa na watoto wangu nilionao. Huo ndio uzima.
Mmenielewa? Ni nini? Na kuna mtu anapokea uzima. Nasema unapokea uzima. Nasema unapokea uzima. Unapendwa tena. Nasema unapendwa tena. Nasema unakumbatiwa tena. Nasema unainuka tena. Samsoni walimkata nywele, kichwa kikaanza kuota nywele, kupona. Zilipokuwa pamoja na kwamba katobolewa macho, nguvu zake zilirudi. Alizishika zile kuta na akaziangusha. Ninatangaza kila kilichokuwa kimeinuka kama mlima katika maisha yako, nguvu zako zinarejea tena na unakiangusha tena katika jina la Yesu. Nasema unakiangusha tena katika jina la Yesu. Nasema unakiangusha tena katika jina la Yesu Kristo. Uzima wako unarudi. Nasema uzima wako unarudi. Si unaweza ukasimama pale ulipo? Pastor Panja, kuna watu wana roho mbaya. Watu waliposikia huyu mama kaponywa, taratibu kidogo, waliposikia huyu mama kaponywa, wakataka kufanya kuonyesha kwamba hakuna kilichotokea. Ndio wanakuja wenye kielele, wanamwambia Yairo, mtoto wako amekufa, ili wafute kumbukumbu ya muujiza uliotokea. Na kuna watu wako hivyo kanisani, na kuna watu wako hivyo katika maisha. Yaani unasikia muujiza umetokea kwa ndugu yako, kwa nini? Alafu wanakuletea matatizo mengi. Yaani ili ya kutoa katika imani iliyoko. Yesu akamwambia, sasa watu bakini hapo. Kamchukua Petro, Yohana na Yakobo, twende na wewe Yairo, twende. Alipofika akakuta kuna watu wanafanya magasia, maombolezo makubwa, wanalukaluka magasia makubwa. Yesu akamwambia, acheni gasia, mtoto hajafanyaje? Mwambie jina yako, mtoto hajafanyaje? Biashara yako haijafanyaje? Huyo mwanamume hajaondoka. Nasema huyo mtoto anakurejea katika jina la Yesu. Mtaji wako haujapotea, ila umeondolewa tu kwa muda, ili ukatafute ndugu zake. Unaporudi uje kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie hivi, kuchelewa. Inawezekana Yairo wakati Yesu anapambana na huyu mtoto alikuwa anajiuliza, anapambana na huyu mama akawa anasema, lakini huyu baba nimemwambia mtoto wangu anakaribia kufa. Yaani huyu baba anachelewa. Kwa nini? Alafu hata walipomsema mtoto amekufa, inawezekana angeanza kusema, nilijua tu. Yaani nilijua huyu baba anaga huruma. Hajali. Sikiza, delay does not mean denial. Imecheleweshwa lakini haina maana umekataliwa. Lazaro alicheleweshwa siku 4 mpaka walimzika kaburini, lakini Kristo bado alikuwa na mpango mzuri wa kumfufua katika jina la Yesu. Inawezekana biashara yako ilifungwa mwaka jana, ikafungwa na mwaka juzi. Mungu alisubiri ifungwe kwanza, maso zako zigrow, misuli yako ikue, ili tukianzisha tunaanzisha tena. Yesu akamchukua Yairo akaenda naye. Alipofika kwa watu akamwambia, nyamazeni, mtoto hajafa. Wakamcheka sana. Sikiliza, kuna watu hapa mmekuwa frustrated na watu wamewakisha tamaa. Shida yako unasikiliza sana watu. Mwambie jina yako, ni wewe ndio anakusemesha. Mshike mkono, mwambie ni wewe. Unasikiliza sana sana. Mwambie unaangalia sana mazingira. Yaani unajua kuna wakati Victor unafika kwenye msiba, ulikuwa una mpango wa kulia, lakini ukimwona mama kafunga kibwebwe, anafanya na hivi. Na afu na wewe ghafla unaanza kuona nini? Machozi yanatoka. Nimekataa ya kwamba mwaka huu hautalia katika jina la Yesu. Nasema nimekataa. Sili mimi. Nasema sili. Nasema sili. Yesu akamwambia Yairo, usidondoshe machozi. Na mimi nimekuja kumwambia kuna mtu alikuwa anadondosha machozi, utadondosha tena. Yesu akaenda. Alipofika, Yesu akamwambia, watoeni watu wote nje. Unajua kuna wakati Mungu anahitaji mahusiano yako wewe na yeye. Sasa sina muda wa kufundisha sana hapa leo, patamu hapo, lakini sina muda wa kupafundisha. Oh, haleluya. Akawaambia, toeni hiki kiwingu chote nje kwanza. Unajua shida yako Mungu akutendei mpaka sasa hivi kwa sababu umekaa sana kwa watu. Yaani umekuwa mtegemezi wa watu.
umekuwa ombaomba wa watu. Macho yako umeyaondoa kwa Mungu, umeweka kwa watu. Inawezekana mke wa Jairo alikuwa akimwona shangazi analia, na mama John naye analia, na mama Ana naye analia, na yeye anaanza kudondosha machozi. Wewe toka kwenye macho ya watu. Yesu akamwambia toa nje. Wanacheka, haya tutaliona, linajidaidai, linaokoa, linaponya, ngoja tuone. Yesu akamchukua Jairo, akamchukua mke wake, akamchukua Yohana, Petro na Yakobo, akaingia nao ndani. Alafu Yesu akasema neno hili, akamwendea mtoto, akamwambia, akamshika mkono, alafu akamwambia, Taritha kumi, binti inuka. Katika tafsiri yake inasema nira yako imevunjwa, mzigo wako umeondolewa, shida ulionayo imetoweka, matatizo ulionayo yameondolewa. Na kuja kumwambia mtu mmoja, Taritha kumi. Oh, haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Nataka uiangalie hali ulionayo na uiambie Taritha kumi. Bwana Yesu asifiwe. Uiangalie hali ulionayo na uiambie shida yangu umeondoka. Alafu Yesu akamwinua yule mtoto, akamwambia mpeni chakula, alafu akaambatana naye kutoka naye mbele za watu. Hakuna tatizo lilokushikilia ambalo Kristo aliwezi. Funika macho yako pale ulipo. Nguvu ya Mungu inaenda kuanguka mahali hapa kama shock ya radi hapa leo. Nguvu ya Mungu inaenda kuwafunika watu katika namna ambayo haijawahi kukufunika katika jina la Yesu. Kuna watu watasikia kama wanatetemeshwa. Kuna watu watasikia kama vile wanainuliwa kutoka walipo, kwa sababu the thunder of the Lord shall come to hit here. Nguvu ya Mungu ya kama radi inaenda kupiga mahali hapa. Inua mikono yako, funika macho yako. Umejiandaa, ukiwa umejiandaa, nataka utoke uwe kama yule mwanamke. Usimwangalie jirani yako, usiangalie ni nani amekuzunguka. Unajua wakati mwingine ustaarabu na hali ulizo nazo wakati mwingine zinatuzuia kuingia katika kiwango ambacho Bwana anataka tuingie. Inua tu mikono yako, inua mikono yako, funika macho yako. Are you ready? Are you ready? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Moja, mbili, tatu. Roho Mtakatifu, tembelea watu wako, tembelea watu wako, tembelea watu wako, tembelea watu wako, tembelea watu wako. Shika huyo, shika huyo, shika hiyo shida iliyokamata maisha yake, kamata huo ugonjwa ulioshika maisha yake. Sahi, 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 sahi. Hicho kilichomshika kinamwachia sahi. Nguvu ndio hiyo, nguvu ndio hiyo, nguvu ndio hiyo, nguvu ndio hiyo. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Mashemashi wasaidiao, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio, 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 ndio hiyo, ndio hiyo. Receive the power, receive the anointing now, 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 now. Receive, pokea, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna roho zinapiga kelele, zinakuachia. Nyingine ziliingia kwako kwa siri, zinakuachia. Nasema zinakuachia, nasema zinakuachia. Wewe ulikuwa unateswa na ndoto mbaya, zinakuachia. Wewe kulikuwa kuna majini, yanakuachia. Wewe kulikuwa kuna nguvu ya giza, inakuachia. Ugonjwa wa asili unakuachia, unakuachia. Magonjwa ya kuambukiza, HIV, kansa, TB, toka, toka, toka leo, toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila roho za mizimu, kila roho za mababu, kila mamlaka ya giza. Kuna watu, kuna sauti zinawaita, huwa zinakuja zinaita majina yako. Leo hii kila kifungo alichokuwa amekuwekea, kila hali iliyokuwa imekushika, natamka leo hii inakuachia katika jina la Yesu. Kila kilichoshika maisha yako, natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto, ita moto, ita moto, usiwe mtazamaji, ita moto, ita moto, ita moto, 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 moto leo, moto leo, moto, moto leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za kutumwa, roho za kutumwa, majini ya kupulusiwa yanakuachia. Roho za kutumiwa, majini ya kutumiwa, toka, toka, toka. Umasikini wa kutumiwa, toka, toka sai, toka sai, toka sai, toka sai, toka. Fukuza, 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 fukuza usichokitaka, fukuza leo, fukuza leo, fukuza leo, fukuza leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wasaidia, 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 saidia hao, saidia hao, saidia hao, saidia hao, saidia hao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho anapita, roho anapita, roho anapita, anapita leo, anapita leo, anapita leo, leo hii, leo hii, mwisho wa madeni, mwisho wa magonjwa, mwisho wa magomvi, mwisho wa kuonewa, leo hii, leo hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mwisho leo, mwisho sasa, mwisho sasa, mwisho sasa. Kila uteka, kila uonevu, kila vifungo, mwisho sai, mwisho sai. Wasogezeni mbele huko hao, mwisho sai, sogeza mbele, sogeza mbele, kwa jina la Yesu, sogeza mbele, sogeza mbele. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, kwa jina la Yesu, endelea kuomba. kwa jina la Yesu. Hizo roho haziwezi kustahimili moto ulioko hapa, hizo roho haziwezi kustahimili moto ulioko hapa. Pana moto hapa, pana moto hapa, pana moto hapa, pana moto hapa, pana moto leo, pana moto, pana moto leo, pana moto leo, pana moto, pana moto leo, pana moto, pana moto leo. Omba sahi, ita moto, ita moto kwenye biashara, ita moto kwenye kazi, ita moto kwenye ndoa yako, ita moto kwenye tumbo lako, ita moto, moto sahi, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ita moto, ita moto, 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 ita moto, 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 sahi, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za mizimu, roho za mizimu, roho za mizimu, roho za mababu, roho za mizimu, roho za mababu, sauti za kigeni zinazosema ndani yako, roho ya kushindwa, roho ya kata tamaa, yes, moto sahi, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna watu wanasikiaga sauti za kushindwa tu, sauti za kukata tamaa, sauti za kujiua. Funika macho yako, Roho Mtakatifu anapita, anakutoa katika hicho kifungo. Huwezi ukafa, nasema huwezi ukafa, nasema huwezi ukafa, nasema huwezi ukafa, nasema huwezi ukafa, kwa jina la Yesu, kila roho ya kigeni iliyojificha inayokuambia utashindwa, utakufa, haya ikuachie, nasema ikuachie, nasema ikuachie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kokote uliko, toka, 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 sema toka, sema toka, sema toka, kanisa sema toka, 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 sema ukimaanisha, sema ukimaanisha toka, 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 toka,
Sikusikii. Toka. Sikusikii. Toka. Sikusikii. Toka. Sikusikii. Toka. Sikuachie. Toka. Unaachiwa. Yes. Unaachiwa. Yes. Unaachiwa. Yes. Unaachiwa. Yes. Unaachiwa. Yes. Unaachiwa. Yes. Moto juu yako. Moto. Moto juu yako. Moto. Moto juu yako. Moto. Roho za ulevi. Yes. Roho za ukahaba. Zinaachia. Roho za uzinzi. Zinaachia. Roho za uchawi. Zinaachia. Roho za kiganga. Zinaachia. Achia sai. 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 Vifungo vya Yes. familia. Nira za familia. Achia sai. Achia. Achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Achia, 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 achia. Nira achia. Vifungo achia. Achia sahi. 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 Kila vifungo, kila nira, kila minyororo, kila minyororo. Moto unashuka. Moto unashuka. Moto unashuka. Moto unashuka. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Achia sasa. Kwa jina la Achia Yesu. sasa. Kwa jina la Yesu. Kuna watu wana magonjwa wasioyajua. Yes. Mengine ni magonjwa ya tumbo, wengine ni magonjwa ya kifua, wengine tu ni magonjwa katika mwili. Usikii mwili wako ukiwa vizuri. Funika macho yako, inua mikono, inua mikono, inua mikono. Funika macho yako, funika macho yako. Leo hii unatoka hapa ukiwa umewekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Kuinua mikono ni ishara ya kwamba nasalenda. Nasalenda, sio adhabu, sio adhabu. Sio adhabu, sio kwa sababu nataka uinue tu mikono. Maana yake Mungu niko tayari. Maana yake Bwana nihudumie. Maana yake Bwana nihudumie. I surrender. Are you ready? Yes. Kama kuna magonjwa yote yaliyojificha, kama kuna uvimbe wowote uliojificha, kama kuna HIV, kama kuna kansa, kama kuna TB, kama kuna kisukari, kama kuna pumu, kama kuna presha, kama kuna tezi dume, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kuamuru saa hii kwa jina lako wewe niliyekutaja na wewe ambaye sijakutaja, haya ondoka, haya ondoka, haya ondoka, haya ondoka, toka, 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 toka leo, toka leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vidonda vya tumbo, Yes. hedhi ya mfululizo. Kuna mmoja anasema kama mchungaji angejua ya kwamba wanatoka damu iliyopitiliza, hedhi ya mfululizo, naona inakata, naona inakata, Kwa jina la Yesu. naona inakoma, Kwa jina la Yesu. naona inakoma, Kwa jina la Yesu. maumivu ya hedhi Yes. yanakoma, Yes. mapepo, Yanakoma. roho za majini, Yes. mapepo Yes. yanayokuingilia Kwa jina la na Yesu. kufanya ngono na Kwa wewe jina la Yesu. leo hii, Leo hii. mwisho, Mwisho. mwisho, Mwisho. mwisho, Mwisho. mwisho leo, Mwisho. mwisho, Mwisho. mwisho leo, Mwisho. mwisho leo, Mwisho leo. mwisho leo, Mwisho leo. mwisho, Mwisho. toka, Mwisho. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka leo, Toka leo. toka, Toka. kwa jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka, 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 achia. Toka leo kwa jina la Ndoto Yesu. za mapenzi, Yes. ndoto za mapenzi, Sikia. malini spirit, Sikia leo. na kuamuru Na kuamuru. haya, toka, Toka. toka, Toka. toka, Toka. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka, Toka. majini ya kike, Yes. majini ya kiume, Sikia. achia, Sikia. achia, Achia. achia, Achia. achia, Achia. toka, Toka. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka leo, Toka leo. toka, Toka. toka leo, Toka leo. toka. Toka. Kila addiction, Sikia. addiction za bangi, Zote sikia. addiction za sigara, Sikia. addiction ya pombe, Sikia. haya toka, Toka. mwachie, Wachie. tapika sahi, Achia. tapika, Tapika. tapika, Tapika. kile ulicholishwa, Yes. tapika, Tapika. tapika, Tapika. tapika, Tapika. tapika, Tapika. toka, Toka. toka, Toka. toka, Toka. tapika, Tapika. tapika, Tapika. tapika leo, Tapika leo. tapika leo, Tapika leo. mwachie, Mwachie. mwachie, Mwachie. mwachie, Mwachie. mwachie, Mwachie. mwachie leo, Achia leo. Yes, achia. 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 Kila roho za kipepo. Achia. 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 Achia leo.
achia leo, achia leo, achia leo, achia leo, Kwa achia jina la leo. Yesu. Kwa jina la Yesu. Nisikilize, funika tu macho yako. Kuna watu katika mikono yenu huwa kuna roho zina sense pesa inapotaka kuja kwenye mikono yenu. Kila zikihisi ya kwamba kuna hela inataka kuja katika mikono yenu, matatizo huwa yanainuka, ili yahakikishe yametumia hiyo hela mpaka iishe. Hela ikiisha, yale matatizo huwa yanaondoka. Nimeiona hiyo ikiwa kwenye maisha ya mtu mmoja. Ni mzunguko ambao unao. Huu ndio umekuwa ukileta umaskini katika familia yenu. Inua mikono, funika macho yako, inua mikono. Leo hii nasema, leo hii ni mwisho. Unapita katikati ya kundi la watu, unagusa pindo la Yesu, na leo hii inanyamazisha mateso. Leo hii inanyamazisha hiyo hali inayotesa maisha yako. Haya, hiyo roho, piga kelele, ondoka! Piga kelele, ondoka! 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 Piga kelele, ondoka! Ondoka! Mwachie! 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 Mwachie leo! Mwachie! 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 Mwachie leo! Mwachie leo! Mwachie leo! Mwachie! Kwa jina la Yesu! Kwa jina la Yesu! Roho za umaskini! Roho za umaskini! Roho za umaskini! Roho za umaskini! Loose now! Loose now! Loose! Loose! Achia leo, achia, 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 achia. Wasaidia hao. Yes. Saidia hao. Kwa jina la Yesu. 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 Na ninyi mlioko nyumbani, hii nguvu iko hapo, inakusaidia. Kwa jina la Yesu. 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 Nyosha mikono yako. Yes. Wewe uliyeko nyumbani, nyosha mikono, nyosha mikono. There is power. There is anointing. Uko upako. There is power. Ipo nguvu. There is anointing. Uko upako. Nyosha mikono. Yes. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Nyosha mikono. Kuna mtu anamwamini Mungu Yes. kwa ajili ya ndugu yake aliyeko hospitali saa hii. Ninaona malaika wakiwa wamejipanga kwenye vitanda vya hospitalini, na ninapoenda kuomba ombi hili leo hii, kuna wagonjwa wanapata discharge. Yes. Wagonjwa wanaruhusiwa. Yes. Na kuna mmoja ninapozungumza hii, Yes. yuko kwenye mipira ya oxygen. Baada ya maombi haya, Yes. mipira inaondolewa. Kwa jina la Yesu. Mipira inaondolewa. Kwa jina la Yesu. Mipira inaondolewa. Kwa jina la Yesu. Do you believe? Yes. Do you believe? Yes. Je, unaamini? Naamini. Inua mikono yako. Kwa jina la Yesu. Inua mikono yako. Yes. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu. leo hii, Leo hii. mwisho Mwisho. wa mateso yangu. Wa mateso yangu. Mwisho Mwisho. wa mateso Wa mateso. ya ndugu zangu. Ya ndugu zangu. Leo hii. Leo hii. Leo hii. Leo hii. Unanitembelea. Unanitembelea. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Receive power. Yes. Receive power. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Yes. Ndio hiyo. Napokea. 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 Kama maji. Napokea. Kama upepo. Napokea. Ndio hiyo. Napokea. Kama kisulisuli. Napokea. Ndio hiyo. Napokea. Ndio hiyo. Napokea. Ndio hiyo. Napokea. Receive. Napokea. Pokea. Napokea. Pokea. Napokea. Kwa jina la Yesu. Napokea sahi. Napokea sahi. Napokea sahi. Napokea sahi. Nguvu ya uponyaji. Napokea sahi. Nguvu ya uzima. Napokea sahi. Nguvu ya kutoka kwenye kila kifungo. Napokea sahi. Nguvu ya kutoka kwenye kila mateka. Napokea sahi. Nguvu ya kuinuka kila nilipoanguka. Napokea sahi. Napokea sahi. Napokea sahi. Sitakuwa mnyonge tena. Napokea nguvu. Napokea nguvu. Napokea nguvu. Napokea nguvu. Napokea nguvu. Napokea nguvu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Naomba wahudumu wanisaidie sasa kuandaa meza ya Bwana. Nataka tushiriki meza ya Bwana. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, naomba wale wanaoenda pale katikati waende pale tafadhali. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Asante. Wale wanaosimama pale na pale wasimame pale haraka 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 haraka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pastor Sesi, chap 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 chap. Na timu yako. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Thank you Jesus. Naomba wale wanaosimama pale na pale haraka, chap chap. Faith pale, haleluya, pale na pale. Tunataka tushiriki meza ya Bwana. Kama unaamini, najua tunashiriki meza ya Bwana kwa sababu moja. Yesu Kristo alipokuwa anajua anaenda msalabani na anaenda kuikamilisha kazi iliyokuwa iko mbele yake, aliwaambia wamwandalie karamu. Na walipoandaa karamu, alihakikisha ya kwamba watu waliposhiriki, akawaambia fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Sasa pale, naomba twende pale tafadhali. Faith, sogea pale. Haleluya. Margaret, we kimbia kule. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nataka ushiriki meza ya Bwana kama unaamini pamoja nami ya kwamba meza hii ya Bwana leo ni ya ukombozi wako. Mungu anaenda kukusaidia. Kuna magonjwa anaenda kumezwa na hii meza ya Bwana leo. Kuna umaskini unaenda kumezwa na meza hii ya Bwana leo. Kuna matatizo ulio nayo yanaenda kumezwa na meza hii ya Bwana leo. Inua tu mkono wako, inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, ninaposhiriki leo, kama kuna magonjwa, kama kuna shida, kama kuna chochote kilichonishikilia, kinaniachia. Kama kuna nguvu yoyote ya giza iliyobaki, silaha yangu ya mwisho leo ni meza ya Bwana. Ni meza ya Bwana. Magonjwa toka, umaskini toka, kushindwa toka, majini, mapepo, roho za kushindwa toka leo kwa jina la Yesu. Mungu asante katika jina la Yesu. Funika macho yako, mwambie Mungu kwa maneno yako nini unataka Bwana afanye kwenye meza ya Bwana ya leo. Thank you Jesus. Mwambie tu Bwana, nini unataka afanye? 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 Nini unataka ufanye? Thank you Jesus. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inakuja katika maisha yako. Hallelujah. Praise him tafadhali. Hallelujah. Thank you Jesus. Chukua ushirika wa Bwana pale. Chukueni kabisa alafu mpande. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ukimaliza kusema, sogea katika meza ya Bwana, tukianzia kule nyuma tafadhali. Mashemasi mnisaidie kuwaongoza watu kwa utaratibu kabisa. Kila mtu anakuja anashiriki. Yule ambaye moyo wake unapenda kumpa kushiriki, ashiriki. Yule anayeamini ya kwamba kuna nguvu. Sikiliza, haijalishi una magonjwa, haijalishi una addiction gani, haijalishi una kifungo gani kimeshika maisha yako. Nakwambia leo hii, baada ya ushirika wa Bwana huu, umemeza. Meza hii ya Bwana imemeza kila shida, imemeza kila kinachokutesa, imemeza kila uharibifu katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Damu ya Yesu, damu ya... Thank you Jesus. Endelea kuomba tu. Endelea kuomba. Mashemasi mkae karibu na hizo meza za ushirika wa Bwana. Kuna watu wengine hawataweza kustahimili ile nguvu Mungu anaiachilia hapo. Na kuna watu wengine wakishiriki hapa atasikia ni kama unaisikia kichefuchefu na unataka kwenda kutapika nje. Usizuie. Wewe ukisikia hiyo, kimbia tu kule nje. Fanya kile ambacho unasikia mwili wako unakuelekeza kufanya, sababu ndio uponyaji wa kimungu umeingia ndani yako. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Korianda rabasi.
naita damu ya Yesu, 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 Shetani zimeshindwa, na nguvu za Shetani zimeshindwa, na nguvu za Shetani zimeshindwa. Jesus. Na sisi leo Jesus. tunaimba hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, yes. Move, Jesus. Sisi tunaimba Move, Lord. Heal your people, Lord. Deliver them from every infirmity. Kuna mtu mmoja nasikia Mungu anamponya kansa ya tumbo. Kulikuwa kuna dalili na viashiria vya kansa, na unapokunywa ushirika huu mtakatifu unapona. Umepona, umepona, umeponywa, umeponywa katika jina la Yesu. Njia yako ya haja ndogo, mkojo, imepona, imepona. Kansa ya kizazi imepona, imepona. Uvimbe katika matiti yako unaondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kuna mama mmoja ninaona kuna uvimbe ulikuwa mkono wako wa kulia hapa kwenye eneo la nyonga, haukusumbui wala hauumi, lakini kulikuwa kuna uvimbe hapa. Ulianza kama kaupele kadogo hapa,
lakini mkono wako wa kulia, na taratibu kimeendelea kukua na kimekuwa kikubwa. Mungu ananiambia damu hii ya Yesu na mwili huu wa Kristo ulioshiriki leo unaenda kuyeyusha ndani ya hizi siku 7 zilizoko mbele yako. Huo uvimbe hautakuwepo tena. Receive healing. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Na kuna mfanyabiashara mmoja huko hapa, ulipoteza mfanyabiashara mwenzako, mteja wako mmoja mkubwa sana wa kibiashara, mtu aliyekuwa anafanya biashara na wewe, alikuwa anafanya biashara kwa ukubwa sana, na tangia ameondoka katika biashara yako umeyumba, 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 umeyumba. Mungu ananiambia kuna siku alikuja kuchukua mzigo kwako, na alipochukua ule mzigo akiwa anaondoka dukani kwako, na wewe unaikumbuka. Naposema hivi, hiyo siku unaikumbuka. Alikutana na mtu, na yule mtu alimrushia kitu bila yeye kujua, na tangia wakati huo hajataka kufanya tena biashara na wewe. Zilizokuwa zinamzuia asifanye biashara na wewe ni nguvu za giza. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo na kupitia ushirika wa meza ya Bwana ulioshiriki, natuma moto juu yake katika jina la Yesu. Kila roho ziliwekwa kwenye macho yake asifanye biashara na wewe tena, hizo roho zimeondoka katika jina la Yesu Kristo. Na ushahidi wa hiki ninachokikwambia, kati ya leo na Jumatano ya wiki ijayo atakupigia simu akitaka kuja kuchukua mzigo kwenye biashara yako. Kati ya leo na Jumatano, ondoka ukiwa umeamini, tarajia muujiza huo. Mungu anaenda kukushangaza katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Kuna dada mmoja, naona kidole chako hiki cha pete wanavarishwaga wa dada kinawasha, kimekuwa kinakuwasha kwa siku kama 3 mfululizo, na umekuwa ukijiuliza ni kitu gani. Yuko hapa dada mmoja, kidole chako hiki wanavarishwaga pete za uchumba hiki na pete za ndoa, kimekuwa kinakuwasha kwa siku kama 3 hivi au zaidi. Kidole chako, yuko hapa? Yes, sogea hapa. Hallelujah. Thank you Jesus. 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 Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Simamisha. Thank you Jesus. Kila nguvu za giza zilizokuwa zinapigana na ndoa hii, haya mwisho, mwisho leo kwa jina la Yesu. Kila pepo zilizokuwa zimejivika katika kidole hiki, kila pepo zilizojivika sababu za kuachwa, katika jina la Yesu, haya zinakuachia. Naitangaza ndoa yako katika ulimwengu wa roho, lakini naitangaza katika ulimwengu wa damu na nyama. You are receiving it in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Receive it. Thank you Jesus. Baba, natangaza vidole hivi na kila nguvu za giza zilizokuwa zinafanya kazi katika vidole hivi, haya zimeondoka. Kila utambulisho kwenye ulimwengu wa roho uliokuwa unaonekana umeondolewa, bali sasa yuko tayari kuingia katika ndoa katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kila dada mwenye shauku ya kuolewa pale ulipokaa, nyosha tu mkono wako juu. Una shauku ya kuolewa, funika macho yako.
Nasikia tu katika ulimwengu wa roho neno likisema hivi, likikuita kwa jina lako, alafu linasema andika, andika. Kwa mfano inasema Dorcas, andika, andika. Alafu Roho Mtakatifu ananiambia mwambie huyo mtu aandike kwenye ulimwengu wa roho tarehe na siku anataka kufunga ndoa. Funika macho yako. Haya mambo mengine ni ya kiroho zaidi. Thank you Jesus. You never understand ninachokizungumza. Aya, andika. Unaweza ukasema tarehe 14 mwezi wa 12 Jumanne nataka kuolewa. Ijumaa nataka kuolewa. Jumamosi nataka, andika. Right now. Right now. Right now. Mwaka 2027 Aprili tarehe 15 nataka kuolewa. Andika. Andika. Nasikia lile neno tu ambalo Ibrahimu aliambiwa baada ya kuwa ametengana na Rutu, as far as you can see, kwa kadri ya umbali wa macho yako unavyoona, na ukapokee. Uwezi ukapokea kabla hujaona, kwa hiyo lazima uone. Mithali 23:7 anasema anavyoona mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. You cannot receive something that you don't see. Kwa hiyo lazima uone kwanza ndio uweze kupokea. Are you ready? Are you ready? Umeona? Kuna mmoja nasikia tu kwenye ulimwengu wa roho sauti ikiniambia, anasema umri wangu umeenda. Alafu naisikia mbingu inacheka. Ndio nimesikia hivyo. Anasema umri wangu umeenda, alafu naisikia mbingu imecheka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Umemaliza? Sema Bwana Yesu, kama nilivyosema. Kuna mama mmoja namsikia anasema, na mimi ningepewa nafasi ya kusema kwa yule mtoto wangu asiyekuwepo hapa ningesema. Na wewe mama, nyosha mkono, sema, andika. 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 Andika tu. Andika sasa hivi. Oh my Lord, my Lord, my Lord. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. It is happening. It is happening. It is happening. Inatokea, 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 inakuwa, inakuwa, inakuwa. It is not the matter, sio swala la umri, sio swala la wakati, sio swala, naiona inakuwa, 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 imekuwa na imetokea katika jina la Yesu Kristo. Nimeyafungua malango ya ndoa kwa mamlaka ulionipatia. Nimeyafungua malango ya ndoa. Baba, ninawahamisha vijana wa kiume na wanaume kutoka nchi yoyote na mahali popote. Ninatuma nguvu ya Mungu inawabeba, inawakutanisha na wadada hawa katika jina la Yesu Kristo. Ninawafungua macho vijana walioko hapa kuanza kuwaona wadada hawa katika jicho la tofauti katika jina la Yesu Kristo. My Lord, thank you Jesus. My God, my God, my God. Kuna dada umekuwa ukikimbiwa na watu kwa sababu ya madhaifu ulionayo. Umekuwa na madhaifu mengi sana kwenye maisha yako ambayo kila wakati kaka anapokusogelea huwa yanamfanya akukimbie. Kama yule binti alivyoambiwa, aliambiwa hivi, na dhambi zako zimesamehewa. Mungu ananiambia na udhaifu wako umeondolewa katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Baba, asante. You are perfecting this lady. You are perfecting. Perfect them. Perfect them. Wakamilishe Bwana katika jina la Yesu. Mungu asante kwa kuwa imekuwa katika jina la Yesu Kristo. Na wewe sema amen. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kuna watu miongoni mwenu Mungu anawasukuma leo mkaandae sadaka ya shukrani, hata wakati mambo mengine hayajatokea. Nenda kafanye hivyo na Mungu akubariki sana. Wangapi wamekuja na sadaka ya fungu la 10? Tafadhali sogea mbele tumtolee Mungu. Umekuja na fungu la 10, sogea tumtolee Mungu. Hallelujah.
Thank you Jesus. Kimbia tafadhali, nisiwe nje ya wakati na nikakuchelewesha kutoka tafadhali. Thank you Jesus. Kimbia tafadhali. Thank you Jesus. Hallelujah. Na unataka kutoa sadaka kwa njia ya mtandao, tuna akaunti yetu ya NMB, akaunti namba 403102000579. Unaweza ukatuma moja kwa moja fungu la 10, lakini unaweza ukatuma katika lipa namba yetu ya mtandao wa Yas namba 17459609. Ukituma pale tutakuwa tumeipata moja kwa moja. Unasikia nini kwa habari ya sadaka yako? Inua tu sauti yako, mwambie Mungu tu. Umesimama in the holy ground, ndio ninachokisikia tu. Umesimama katika nchi takatifu. Hallelujah. Unapokea? Sema tu. Unapokea. You are receiving it. You are receiving it. You are receiving it. Unapokea. Sema tu, katika hii nchi takatifu uliosimama. Hapo uliposimama ni nchi takatifu. Sema tu. Sema tu. Sema tu. Sema tu kwenye hiyo nchi takatifu. Sema tu. Mbingu inakusikia. Oh my Lord. Oh my Lord. Kilio chako na huzuni yako ni mwisho leo. Madeni ni mwisho leo. Mateso ni mwisho leo. Umaskini ni mwisho leo. Kazi za mateso na manyanyaso ni mwisho leo. Utakuwa ombaomba, utakuwa muhitaji, utakosa chakula, utakosa mavazi. Kila ulichokikusudia kinakuja. Oh my Lord, my Lord, my Lord. Kamanda rabos reke manda rababa kusha. There is power of God, power of God, power of God. Nguvu ya Mungu descending onto his people. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu inawashukia watu saa hii, inawashukia watu, inawashukia watu, inawashukia watu. You are connected into your finances. Unaunganishwa sahihi katika utajiri wako, katika fedha yako. You are connected, you are connected, you are connected. Sahihi unaunganishwa, unaunganishwa, unaunganishwa. Mbingu iko is open, mbingu iko wazi, mbingu iko wazi, mbingu iko wazi, mbingu iko wazi. Right now, right now, right now, right now, right now, right now. Umasikini sio sehemu yako. Maisha magumu na kung'ang'ana sio sehemu yako. Maisha ya kuombaomba sio sehemu yako. Rama kashata raba baba baba sika, katika jina la Yesu Kristo. Fedha unazoziona katika ndoto zinatokea katika uhalisia, katika mikono yako. You have been dreaming, umekuwa ukiota fedha, ukiona fedha, umekaa na watu wakuu, umekaa na mabunda na marundo ya fedha, lakini uyaoni katika mikono yako. Ninaona mbingu imefunguka na malaika amebeba na anakuja. Kila roho iliyokuwa inazuia, kila kilichokuwa kimezuia fedha yako na utajiri wako kwenye ulimwengu wa roho kimeachia, kimeachia. Kila aliyekuwa amesimama in the physical realm, amesimama katika ulimwengu wa damu na nyama na kusema asipewe, naona ameachia, naona ameachia. Mtesi ameachia, mtesi ameachia, mtesi ameachia, mtesi ameachia, mtesi ameachia, mtesi ameachia, mtesi ameachia. Mnyang'anyi amerudisha, mwizi amerudisha, mwizi amerudisha, mwizi amerudisha, mwizi amerudisha. Kilichoibwa kinarudishwa. Anasema katika Ayubu, amemeza mari, anayatapika. Wanatapika fedha yako, wanatapika utajiri wako, wanatapika, wanaitapika, wanaachilia, wanaachilia. Kibuyu, kibuyu kinavunjika, kibuyu kinavunjika, kibuyu kinavunjika. Madhabahu inavunjika, kafara juu ya madhabahu inaondolewa. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Karianda rabababakusha. Remekesete kakarabababakusha. Rekesete manda rabababakusha. Ukiweza kunena kwa lugha, hebu nena tu sahihi kama unaweza kunena kwa lugha. Pray in tongue, pray in tongue, pray in tongue, pray in tongue. Speak in tongues, speak in tongues, pray in tongues. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Rikamanda rabo seke rababa. Omba tu sahi, omba sahi, omba sahi, omba sahi, omba sahi, omba sahi. Your doors are being opened. Your doors are being opened. Your doors are being opened. Milango yako inafunguka. Milango yako inafunguka. Malango yako yanawekwa wazi. Malango yako yanafunguliwa. Malango yako yanawekwa wazi.
Wasaidie tu hao. Help them. Saidia tu hao. Saidia tu hao. Saidia hao. Nguvu ya Mungu inawashukia. Saidia hao. Saidia hao. Saidia hao. Saidia hao. Saidia hao. My Lord! My Lord! Karianda rabos. Rekemanda rabos. Uchumi mgumu sio sehemu yao. Kung'ang'ana sio sehemu yao. Ugumu sio sehemu yao. Katika jina la Yesu. Kuzuiwa kwa promotion sio sehemu yao. Kwa jina la Yesu. Navunja kongwa la utumwa. Navunja kongwa la mateso. Navunja konga la kuhitaji. Kilio na kuzurumiwa sio sehemu yako. Sio sehemu yako. Sio sehemu yako. Kuzurumiwa, kuibiwa, kupoteza sio sehemu yako. You are breakthroughing. Unapenya. Kuna mtu namwona anapenya. Unatoka katika ugumu ulioendelea kwenye maisha yako kwa muda mrefu. Unapenya. Unapenya. Naona kuna mtu anapenya. Ni kama vile anatokeza kichwa, anapenya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of 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 Jesus. Saidieni tu atoe sadaka in the name of Jesus. Baba, uchumi wake umewekwa huru kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord, in the name of Jesus. 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 Katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. In the name of 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 Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu.